Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mbele yenu ni Irene Rayson, CEO wa Irene Design na The Grand Fashion Experience. Leo tarehe 5 tumeamua tuandae iftari kwa ajili ya watoto, lakini this time around nimeamua niwaite kwenye eneo letu la ofisi kwa sababu ni ofisi mpya. Tulitamani tufanye dua ya pamoja hapa, lakini pia tupate iftari ya pamoja. Na nimechagua kituo cha watoto yatima kwa sababu naamini kuwagusa wao nitakuwa nimepata baraka kubwa tofauti na nikiweza kumuita mtu mwingine. So ni watu ambao najua ni wahitaji, wana uhitaji, najua wanapata iftari za kila siku, lakini ya leo kwao itakuwa ni tofauti. Kwanza tumewatoa nje ya eneo lao la kila siku, lakini pia inawezekana wakawa wamepata kikubwa zaidi ambayo wanakipata kila siku. Kwa tumeamua kufanya hii kama kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zote ambazo ameziachia. Kama mnavyojua tunataka kufanya uzinduzi wa jengo letu, lakini pia kuzindua The Grand Fashion Experience. So hii ilikuwa ni ahadi yangu kwa Mungu kwamba akinifanikisha hivi vitu nitatoa sadaka kwa watoto yatima, kuwalisha chakula kipindi hiki cha Kwaresma na Ramadhani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kila sifa njema ni zake Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yake. Rehema na amani zimuendee kiongozi wa umma huu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ali zake na masahaba zake na wote pia. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwatakia rehema na amani kiongozi wa umma huu, mimi ustadhi kiongozi wa vijana hawa katika Kadiria, natoa shukurani za dhati kabisa kwa mwaliko kama huu ambao tumealikwa kuja kufutari leo pamoja na vijana wetu katika sehemu hii. Ama hakika tunawashukuru sana waandalizi walioandaa hadhara hii, walioiandaa futari hii kwa ajili ya kuwafuturisha vijana wetu hawa pamoja na wengineo katika siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu awalipe kwa kila kheri. Tunawashukuru sana wote ambao wamefanya maandalizi haya. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi katika kila jambo duniani mpaka kesho akhira. Hatuna ziada la kusema isipokuwa ni hayo tu. Inshallah Mwenyezi Mungu afanye wepesi kwa kila jambo. Wabillahi tawfiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambo la kumshukuru mtu aliyekutendea wema ni wajibu. Hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man la yashkuru nasa la yashkuru Allah, kwamba mtu asiyeshukuru watu kwa ihsani ya wema waliomtendea, basi mtu huyo hawezi kumshukuru hata Mungu aliyemuumba. Wa man la yashkuru qalila la yashkuru kathira, na asiyeshukuru kwa kichache alichopata, basi hata akipewa vingi kiasi gani hawezi kushukuru. Sisi tunashukuru sana 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 kwa kutuleta hapa, kwa kutufuturisha siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu aongezee mlichokitoa. Mungu awabariki sana sana sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.